Kwa mara nyingine tena, mtazamaji wa Mastaz TV, tumekuja kwako kukujuza ambayo yamejiri maeneo ya nyumbani kwetu, ambako ni hapa hapa unapopaelewa. Kwa majina uniite yale yale, Tunza Amos on Facebook, yani TikTok, mitandao yote ya kijamii utanipata kwa hayo majina. Mwezeshaji wangu anayeniwezesha kuonekana mbele yenu ni Aidha Chikabaisa, mtu mkubwa, mtu mzito, kilo 100. So leo niko mbele zenu na kijana ambaye kwa majina yake atajitambulisha mwenyewe, ila kijana huyu atatusaidia kutuelekeza 1 2 3 ambayo tumeshamzoea sana kwa kumuona kwenye vituo mbalimbali. Anatoa mawaidha ya kuhusu vijana, hata wamama pia, kuhusiana na kwamba malezi inakuwa haiko vizuri. Yani tuseme yeye ni mlezi wetu, ni mfanyakazi, lakini hatujui ni mfanyakazi wa kitengo gani. Kwa hiyo mengine yote tutajua kutoka kwake. Ambatana nami kuanza mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, ili huwe wa kwanza kupata mambo ya Mastaz TV. Itakubidi usubscribe, like na comment mambo yetu. Karibu. Kijana, shikamoo. Marhaba, ujambo? Jambo. So nilitamani tu mtazamaji wangu alijue jina lako. Kwa jina naitwa Songoro, ila maarufu naitwa Mr. Kipara. Ndio mimi mkaji wa Bede. Mkaji wa Bede. So Mr. Kipara, tumezoea sana kukuona unafundisha. Unatoa mawaidha kabisa, yani tunakukubali kwa hayo. Sasa tunashindwa kujua yale mawaidha yanatokana na nini, na mawaidha ya nini zaidi sana. Nimeshukuru sana kwa nafasi hii mpaka umefika kuja kuniulizia. Ni jambo njema, labda kuna kitu ambacho ulikiview kwa upande wako mpaka mkamua kunifuata. Mimi ni animator wa shirika la DRC kitengo cha GBV. Huwa anapenda sana kuzungukia kwenye vituo, kwenye jamii, anapenda kukaa kwa sababu ya wingi wa watu. Kwa sababu endapo hauwezi kaenda kwamba kila siku kwenye nyumba ya mtu, labda unaweza kukuta wapo. Ndio maana tunapenda kwenda kwenye masto ili tufike pale tupewe nafasi na kutoa nini, awareness. Ndio. Kwa hiyo tunapofika pale, tunapokuwa tunaomba ile nafasi, tunakuwa tuna zaidi sana ni kukinga familia au jamii yetu na kuwafikishia taarifa kuhusiana na GBV. Kwa hiyo GBV inategemeana na wewe ni kitu gani ambacho kimekutokea. Kwa sababu sisi GBV kuna matukio 6 ambayo kwamba tunasema ikikutokea ni lazima uje kwenye vituo vyetu vya GBV ili upate nini, msaada. Kuna mtu anaweza akashindwa kujua kwamba anaishi kwenye jamii, lakini anashindwa kujua kwamba ukatili ni kitu gani. Lakini endapo unajua kwamba endapo ipo store, nikaenda nikatoa awareness, nikamwambia kwamba katika hivi matukio 6 ya GBV ni 1 2 3 nikayataja, akayasikia. Kumbe anaweza kama ameyakariri na akasema kumbe hichi ninachokifanyiwaga kila siku kumbe ni ukatili. Na huu ukatili kumbe ni kitu fulani. Poa. Kwa hiyo nyinyi ni watu ambao labda mnajihusisha na mambo ya kufundisha watu ukatili ni nini, na ukikatiliwa unaweza ukapata msaada sehemu fulani, ndio? Okay. Mazingira hapa nyumbani tunazoea sana, kuna watu ambao tuseme wanakutana na changamoto za kubakwa, yani tuseme tu kubakwa, kuingiliwa kinyume na maumbile, hipo hiyo. Na najua mnakutana nayo sana. Na mtu anaweza akapitia labda hiyo, amebakwa, akasikia aibu, mwisho wa siku ikamtokea. Ila kwa yule ambaye labda amebakwa, unaweza ukamshauri nini na unaweza kumpa msaada wa nini? Sawa, asante sana. Nimependa hapo kwamba anajua kwa umesema kwamba kubakwa. Tayari watu wengi wanakariri kwa kwamba GBV labda ni matukio tu ya kubakwa. Ila kwamba GBV ndio maana nimetanguliza mwanzo tuna matukio 6. Ndio maana kwamba kila siku tunataka kwenda kwa jamii kuwaonesha kwa kwamba katika hayo matukio yanaweza kukutokea baadhi. Kwa hiyo ndio maana tunasema na hisi hususan kwamba wewe unaona unategeshea ubakaji. Ndio, kwenye ubakaji tunasema kwamba endapo mtu unapopitia ukatili wa kijinsia ambao kipengele cha kwanza tunasema ni ubakaji, tunasisi sana mtu kuja kuripoti kabla ya masaa 72, kwa sababu hauwezi kujua wewe mwanamke upo kwenye kipindi gani ambacho cha mzunguko wako wa damu. Labda kwamba yule mwanaume amekukania, amekukuta kwenye mazingira ambayo ni kichaka, akakufanyia. Ndio tunasema njoo ripoti kabla ya masaa 72, kwa sababu wa kuunganisha pamoja na daktari akujaribie kuangalizia kukuepusha na nini, na magonjwa nini ya kiafya. Unajua kuna ukimwi, kuna vikisonono, magonjwa ni mengi. Kwa hiyo hususan na kuangalia labda ulikuwa kwenye kipindi cha hatari, akupatie dawa ambazo zinaweza zikavuruga zile mbegu za ule mwanaume ili kukusaidia
wewe mwanamke, usije ukapata ujauzito ambao ulikuwa ufanyeje utarajii. Ndio maana tunasisi sana njoo ripoti kabla ya masaa 72. Okay, nitatamani turudi nyuma kidogo ili tuelewe, kwa sababu ulisema mna vipengele 6. Ningetamani uvitaje hivyo vipengele 6 ili tujue namna gani vipi tuviweke sawa. Maana kwamba tunasema kwamba tukio la kwanza ni ubakaji. Tukio la pili ni jaribio la ubakaji. Tukio la tatu ni kunyimwa fursa, huduma na rasilimali. Tukio la 4 ni vipigo. Tukio la 5 ni ugonjwa wa nini? Wa kisaikolojia. Tukio la 6 tunasema mimba za utotoni na ndoa za lazima. Ndio matukio 6. Katika matukio 6 ndio maana tumeanza kwamba kila mtu unaweza kuwa unaishi ukashindwa kujua kwamba hichi ninachokifanywa ni ukatili wa kijinsia. Kwa nini tunasema kwamba katika haya yote, maana kwamba naweza kachukua muda mrefu kuanza kufanyaje kuyahadisia. Kwa hiyo kwamba kuna mtu anaweza kashindwa kuelewa ubakaji. Ndio kama ile ambayo nilifafanua mwanzo, ile swali la kwanza uliniuliza. Nikikwambia jaribio la ubakaji ni pale mtu walitaka kumbaka lakini hawakufanikisha kufanyaje kumbaka. Anaweza kama amekuchania nguo, alikung'ata sijui na viwembe, vile vyote inaweza vikakuathiri kiafya. Ndio maana tunasema njoo ripoti kabla masaa 70 na ngapi? 72, ili kwamba upate msaada ya kiafya. Na ninaposema kwamba shambulio la kuzuru mwili ndio ile vipigo. Ukija kuangalia kwamba miaka hapo nyuma kuna wanandoa wengi waligombana, afu kuna wakina mama walifariki bila kujitambua. Walipigwa wakaficha. Baadaye madhara kaja kufanyaje? Kutokea baadaye kuja kumkuta tayari amekuwa na madamu ilivujia ndani kwa ndani. Akafanyaje? Akaja kafa. Alikuwa anajua kwamba angetoa taarifa kabla. Najua kwamba GBV ingemsaidia kumfikisha mbele ya madaktari na kufanywa nini? Tiba. Okay, ulisema kwamba GBV mnajihusisha na vitengo 6. Kwenye hivyo vitengo 6 kuna ile kunyimwa haki. Hiyo mimi sijaielewa. Nasema fursa, huduma na rasilimali. Naposema huduma ni pale kama kwa mfano wewe umeolewa, mke wako mume wako ameshindwa kufanyaje kutoa zile huduma. Unajua kwamba nikisema huduma kwa mke na mume pamoja na mtoto inajulikana. Naposema kuwa kwamba fursa ni pale kwamba endapo labda wewe mume wako amekupatia fursa kama hiyo mtoto wa kike, kukupatia bana, nenda ukafanye interview, uwe mwandishi wa habari. Inapendeza kuona mtoto wa kike amepewa fursa na mume wake. Tunaposema rasilimali ni pale kwamba ni vile vitu ambavyo wewe ulikusanya kupitia hizi interview zako unazozifanya. Na kile kidogo ambacho anachokifanya mume wako huko anakusanya kile ambacho mmepata, mmejenga, mmenunua TV, sijui nini, ile ndio tunaita ni nini? Rasilimali. Ndio. Okay, kwa hiyo mtu tuseme kama ulivyosema hapo, tuelekezane ili mtazamaji naye aelewe kwamba mimi nimeolewa tayari, nimeshakuwa chini ya himaya ya mume wangu. Kwa hiyo mume wangu anaweza kaniambia kwamba tokea leo nilikuoa, ulikuwa mwimbaji, ulikuwa mwana gospel, ulikuwa mtangazaji, tokea leo huache. Mimi nikajifunza kitu, nikasema mimi siachi, ili nipate msaada wa kunisemea nende nistaki wapi? GBV, si ndio? Ndio, sababu ya hivyo tunasema kwamba ndio ile tunasema 50 kwa 50. Ndio maana tunasema kwamba kuna fursa ambazo zinabidi tuwapatie watoto wa kike. Kwa sababu hayo maisha hapo nyuma ilikuwa kwamba mwanamke tu ni kukaa nyumbani bila kufanya kitu chochote. Lakini kama tunasema tunatoa ule usawa, sio usawa wao kwamba kuna mamlaka ambayo inabidi kwamba mwanaume awe nayo. Na kuna vitu ambavyo inabidi umpatie mwanamke fursa. Fursa gani ambayo tunayosema? Ni kama hivi ambayo kwamba nasema bwana, wewe ni mtoto wa kike ndio, lakini kwamba nenda fanya interview, angalia muda fulani, urudi nyumbani, unifanyie majukumu yangu. Sawa? Ndio ile tunaomba sana kwamba wenzangu wanaume tuwapatie wake zetu nini? Fursa. Sawa, kuna swali ambalo labda tuseme niko out mada. Naweza nikauliza kwamba kambini hapa kuna mtafaruko ambao unaendelea kuhusu sisi vijana. Tunakuwa tunashawishiana sisi kwa sisi. Kambini sasa hivi mtoto wa kike kuvaa suruali ambayo imechanika inakuwa ni fashion. Sasa tunashindwa kujielewa sisi wanawake kwamba miili yetu ndio inashawishi macho ya wale watu na kutufanyia sisi vitendo vya nini? Vya ubakaji. Wewe kama Hanmeta ambaye unaelewa kwamba ubakaji, mpaka ubakaji ufanyike lazima kuna ushawishi. Sio tu from nowhere tu amekukuta, hata kuku anakuwa anashawishiana. Sasa unakuwa
unanisemea, yani uko upande wangu mimi mwanamke, au mwangalie yule mwanaume. Kwa nini mnakuwa mnafanya hivyo wakati watoto wa kike na wenyewe wanakuwa na mivalio ambayo sio sawa, kangamuko na ni sketi fupi, tunakuwa tunawafanyia wanaume nao tunawaweka kwenye hali ambayo sio sawa. Unaweza kunishauri nini mimi pia na mtazamaji wangu? Unachokisema upo sahihi, lakini kuna kitu kimoja ambacho tunaita kwamba ni tamaa. Tamaa ndio inafanya kwamba mtu kufanya kitu ambacho ulikuwa utarajii. Naposema kwamba ulikuwa utarajii kwamba inasababishwa na tamaa, nikupe mfano kidogo. Dadangu mimi, sawa, labda navaa mavazi. Kwani sitamani kumfanyia vile? Mamangu si wa kike, kwani sitamani kumfanyia vile? Simama. Ila ni wa kike. Kwa kwamba kuna vitu vingine ambavyo tunavifanya sisi, ni msisimuko wa sisi wanaume kuvifanya vile vitu. Unaweza kuwa hapo kwenye nyakati zile ninavyosema msisimuko, unakuwa unazielewa. Kuna ule msisimuko mwanaume anakuwa nao, unakuwa unatamani kufanya vile vitu na kati kwamba wewe hujafanyaje. Ndio maana nafika kwamba ningetamani gisa alivyovaa. Sijui naelewa. Kwa kwamba kuna vitu vingine nitahofia kwamba kuficha, unajua kwamba kuna vitu vingine si kuviongelea public sababu GBV inaomba na usiri pia. Kwa hiyo ndio maana kwamba tunaongea ile juu kwa juu, muelewa ataelewa, na ndio maana niko nafunguka kidogo. Kwa hiyo kwamba zaidi sana kinachosababisha kwamba wanaume kushawishika ni kutokana kwanza malezi ya wanawake na wanaume jinsi wanavyokomaa. Kwa sababu unajua kwamba wewe kama wewe umekomaa kwenye misingi mizuri mpaka sasa hivi umekuwa mtu unayofanyana interview, unakuwa na huru ambao kwenu wanakuacha, unakuja kwenye kama muda huu, najua ukimaliza unarudi wapi? Nyumbani. Kwa kwamba ungekuwa hapo kwenye malezi ambayo si mazuri, lazima ungekuwa unashawishika na nini na vile vitu. Kwa nini? Kwamba umevivaa kwa sababu ya nini? Au umevaa sababu ushawishi watu wengine? Inawezekana umevaa sababu ya kushawishi. Unajua kama kuvaa, mtu anavaa kwa ajili ya watu. Unajua hivyo? Unavaa kwa ajili ya watu. Ila ndio maana tumesema sasa, sisi wanaume kutokana kwamba tunatambua, na ndio maana tunatoa elimu kila siku. Sawa? Na kwa namasisha kwamba kuna vishawishi ambavyo vinaweza vikakukuta. Inabidi mtu kuepukana navyo. Kama gisi unavyosema. Tayari wewe ni mtoto wa kike, na huko ambako mnapokuwa mnakaa, mnakuwa mnayazungumza. Mimi leo nimevaa ili kwamba nimshafanyeje? Na sisi tunajua kwamba tayari tunakaa kama sisi wanaume tunasema, ukimuona mwanamke anakuvalia hivi, anakufanyia vitendo kama na hivi, anakushawishi, jiangalie umri wako bado hujafika kufanya vile vitendo. Sawa? Hujaplani kuoa. Lengo lako unataka usome, unataka uwe zako mkulima, lakini kwamba yule ambaye anataka kushawishi ili mfanyeje mje oane. Ndio maana tunakuwa tunatoa awareness na kuwapatia attention, sababu kitu ambacho kinaweza kikatokea ili kwamba ajifanyeje, ajikinge mapema, kwa sababu hichi kimetokea. Mengine itafanyeje? Itatokea. Kwa hiyo ndio maana tunatoa awareness kwa mapema, sababu ya nini? Ya mtu ajikinge kwa haraka. Okay, ni vizuri pia na iko sawa hiyo kitu ambayo labda nyinyi mnaifanya. Lakini ningeomba ushauri kwako, baba mshauri wetu. Na utushauri sote, maana hii inaenda public kabisa kwa kila mtu. Watoto wa kike kama sisi tunakuwa na ile mivalio ya dini tunasema ya kutegeshea. Kwa sababu tunajua udhaifu wa mwanaume siko kwenye macho, na macho yakiona inaruhusu akili kutokutulia kule, asema udemu tako sijui nini, nyinyi mnakuwa mnaangalia hivyo. Lakini sasa wewe unakuja kunifanyia kila kitendo mimi cha ukatili. Mimi sitaangalia kwamba mimi ndo nilianzisha hiki kitu. Mimi nitapeleka malalamiko wapi? GBV, na GBV itamshughulikia yule ambaye labda mimi ndo nilianzisha kitu kwake, ule atafungwa. Mnashauri nini kwa hicho kitu? Ndio, bana tunasema kwamba endapo matukio yanapotokea hayo ya ukatili wa kama namna huo, tunakuwa tunajua kwamba kuna mwanaume anashawishi mwanamke na mwanamke anashawishi mwanaume. Kwa kwamba kuna vitu ambavyo ndio maana tunasema sisi, endapo unapokuja kuripoti, kuna watu ambao wanafuatilia zile kesi. So kusema kwamba unapokuja kuripoti na moja kwa moja kile kitu kinafanyeje, wanaamua kutokana na huyu hakika ameleta ripoti, kwa hiyo tumwadhibu nani? Yule mwanaume. Kwa kwamba kuna vitu ambavyo process zinaenda ili kwamba mpaka watu kufuata nini ule muhafaka wa kujua kwamba hichi kilitokeana na hivi mpaka ikafikia hapa. Inaweza kuwa kwamba wewe mwanamke ulitafuta sababu afanye kile kitu ili
uende ufanyeje, uende uripoti, labda kuna kitu ambacho wewe umeplani. Aikombe ndipo wanapokuja kufuatilia, wanakuja kuona mwenye makosa ni wewe mwenyewe mwanamke, kwa lazima kuna hatua ambazo zingine zinafanyeje, zinaendelea. Okay, nakushukuru kwa hilo. So nikusii tu mtazamaji wa Mastaz TV, ambatana nasi. Mada ni nzuri, itakuelimisha, itakutoa hapo ulipo, utafika juu. So kuna swali ambalo labda mimi ningetaka kujua mimi kwanza kwa urefu zaidi. DRC ilituambia sauti ya mtoto isikike na elimu bora. Sasa hivi elimu sio bora, ishakuwa bora elimu. Haki ya mtoto isikike ndio imeshatawala. Sasa hivi watoto wanakuwa hatuheshimu wazazi. Tunakuwa tuna mamlaka yetu mkononi, tunajua kujiamulia wenyewe, muda wa kuingia na kutoka. Hao watoto tuliwatengeneza wenyewe sisi watu wa GBV. Ili tuwarudishe kwenye mstari, tunafanyeje? Asante sana kwa hilo swali, na ni nzuri sana kwa sababu ni hata kwamba tunapokuwa tunaenda kutoa awareness tunakuwa tunaulizwa sana kusema kuwa kwamba nyie mashirika ndio ambao mmeharibu nini watoto wetu. Watu wanaleta mifano sana, sijui GKK. Najua GKK ilikuwa miaka hapo nyuma, tuseme kwanza 2009 kurudi huko. Kama huku ilikuwepo, sijui kama ilifika kama miaka 2011 kama sijakosea. Najua kwamba tunapokuwa tunaishi kuna vitu ambavyo tunabidi sisi wazazi tu tunafanyaje, tunaviangalia. Endapo kwamba shirika kisema kwamba haki ya mtoto, sio kwamba imeruhusu kwamba wewe mtoto mpige mama yako, sawa? Kisa amekukanya kitu, kwamba eti ndio haki. Kuna haki ya mtoto, sawa? Elimu bora, yani elimu, afya na malezi. Ndio tunasema ni haki ya nani? Haki ya mtoto. Kwamba sasa watu wanaitafsiri tofauti. Endapo unaposema kwamba hii haki ya mtoto ndio ilikuja kuharibu, hapana. Haki ya mtoto ni vipengele 3: elimu, afya na malezi. Ila kuna kitu kingine ambacho tunakuja kwamba tunapokuwa tunaishi na utafiti ambao unavyokuwa unatokea, unajua kwamba kila mwaka unapokuwa unaisha lazima watu wanakuwa wanaangalia matukio gani ambayo yamefanyaje, yametokea. Ukija kuangalia kwa sasa hivi ndoa ambazo zipo kwenye yale matukio 6 niliyataja, zile mimba za utotoni na ndoa za lazima. Kuna watu wanaoesha watoto wao kwa sababu ya faida zao binafsi, kutokana na mtoto wao sijui ameenda USA, nikioesha mtoto wangu pale atapata mali utakuepo, uhakika wa kula mtoto wangu utafanyaje, ndio utakuepo. Je, yule mtoto amezamiria kwenda kuolewa ile sehemu, tayari umemnyima yule mtoto nini? Haki. Sawa, yule mtoto akija kudai kwamba bana mimi nalazimishwa kuolewa au kuoa, tayari umemkosea yule mtoto. Kwa yule mtoto baadaye utakuja kusema eti kwamba si mashirika ndio tunafanyaje, tunaharibu. Kwamba ni kitu ambacho tunamwambia yule, sawa? Ni haki ya mtoto kuchagua kile anachotaka. Labda mtoto anatamani bado kusoma, au mtoto kuna plani zake anazotaka kuzifanya, akiwa unafanyaje, unamharibia sababu ya kufanyaje, ya kuolewa. Okay, hapo mtoto mimi natamani siku hizi kuna waimbaji wa bongo. Ila mimi miaka yangu inaruhusu mimi nisome. Mimi nikatamani kuwa mwimbaji. Alafu mama au baba akakatana kabisa na hiyo idea yangu ya kusema kwamba mimi niwe msanii. Mimi najisikia kwamba ni haki yangu. Mimi najiona niko huku na ripoti DBV. Huyo mzazi anachukuliwa hatua gani? Kutokana, ndio maana nimesema kwamba tunaangalia umri. Tunasema mtoto ni yule ambaye mwenye iko na chini, yani mwenye anda ya miaka 18. Yani 17 kufanyaje, kushuka. Huyo tunasema tayari ni nani? Ni mtoto. Kwa kwamba hana maamuzi ambayo anaweza kaamua mbele ya nani? Mbele ya mzazi. Kwamba kuna mantiki ambayo inaweza ikatokea tukajua kwamba hichi tunaweza tukakiendo vipi ili kuepukana nacho. Kama wewe mwenyewe tayari ushajua kwamba mimi nipo chini ya miaka 17. Ni kitu gani ambacho mtu anaweza kukifanya kwa wewe mwenyewe binafsi? Unakuwa unajiuliza. Ndio maana tumesema sasa kwamba endapo kwamba inavyotokea hivyo, yule mzazi inabidi kwamba haje, sawa, na kumsikiliza, tujue kwamba chanzo ilikuwa ni nini, na wanajua kisi gani atakavyoenda. Viongozi wangu ambao wanaojua kwamba sheria, mara kule tulikuwa na wanasheria akina nani, vyote vitengo vinaenea. Sasa inawezekana nikawa nina miaka 17 kwenye mwaka huu, ila plani yangu si ile. Nikavumilia. Alafu ikifika miaka 18 nakuwa niko free, ila mama na baba hawapendi. Hiyo nayo unaisuluhishaje? Hilo siwezi nikakujibu kiundani zaidi, kutokana hapo tayari ushaniambia imefikisha miaka 18. Si ndio mtu mzima?
na hiyo miaka 18 upo kwenye kipindi gani, upo darasa la ngapi, na wazazi wako wanakuambia nini. Unajua kwamba kuna kitu kingine ambacho tumejisahau kidogo. Ukiangalia wazazi wetu sisi tumekomaa kwenye mazingira ambayo ni bora, ila kwamba tunavyokuwa tunakomaa kwenye haya mazingira yetu, kila mtu anakuwa na mind yake tofauti. Sijui unanifuata? Kwa hiyo kwamba bila mzazi kukufuatilia bado ngali mtoto. Najua hapo juu sidhani kama anaweza kukuedha. Kwa sababu ya nini? Unaona wazazi wetu walikuwa na kile kipindi ambacho kwamba wazee inaweza kafika jioni, wakachukua moto wakakonga. Sawa? Wakaa pale wanapiga story. Nini akanaambia watoto hicho mnachokifanya sio sahihi, ona umri muepukane na huu. Unaona wale watu wale wazee walikuwa kama vile ni watu wa DBV. Ukikaa kitaalamu wapusha nakwambia kama unasoma wewe kama umri wako bado kabisa, wewe unakusubiria unafanya hivi, inabidi uwe na mashamba uwe na nini kitu kama na hicho, kwa kwamba yule mtoto anakuwa anakomaa na kitu fulani. Lakini sasa hivi unaambia mtoto unamwacha anaenda kurusha movie mto saa 7 usiku, mtoto hakuna muda ambao umekaa naye ukamuuliza bana vipi shuleni umefanyeje, huu mwaka una plan tufanye nini. Yani kwamba mwaka mzima unaisha wewe mzazi hujakaa na mtoto wako kuzungumza. Je, huyo mtoto unajua mind yake ni nini au plan yake ni nini? Akiendapo kwamba sisi wazazi endapo tunapokuwa tunapata muda wa kukaa na watoto wetu, itakuwa inapendeza na itaepushana na vitu vingine. Kwa hiyo ndipo atakuwa mtoto akitaka kufikiria kufanya kitu utakijua plan ya huyo mtoto sawa ni hii, kwa kwamba lazima utajifunza mtoto wangu kufikisha miaka fulani kuna kitu anafanyaje atakipania. Kwa hiyo kwa muda huu hata tumpatie nafasi kwanza asome, ikifika hivi afu tumpatie fursa afanye. So kwa wazazi ambao mnalaumu shirika zinawaharibia watoto, shirika zinaleta itikadi ambazo sizo za mila yenu, mmemsikia kijana alivyosema, na alichokisema kijana huyu ni cha kweli kabisa na ni uhakika. Mama zetu au tuseme baba zetu, shangazi, mjomba, mnakuwa hamna muda na sisi. Muda ni wa salamu afu mnatoka. Hamna kitu kingine cha kutuambia, ushauri, labda ndio maana watu wengi tunaenda, mfano tunaolewa, mwisho wa siku tunarudi manyumbani kwa maana hatujaenda na elimu wala hatujui ushauri wowote wa kutoka kwa mama aidha kwa shangazi. So hiyo ni nzuri kabisa na umesema ambacho ni cha ukweli, kwa maana sisi tunaona tunaishi. Wazazi wengi wanakuwa wamewaachia watoto wao aende shule asiende shule sawa, afike asifike sawa. Mtoto naye anakuwa hana ule muda wa kuongea na mama yake, anakuwa anamuogopa mama, sio kumuogopa, wengine wanasema kumdharau, hata akiwa na shida amwambii mama yake. Inafikia hadi hatua kwa sisi watoto wa kike unaenda unavunja ungo. Una uwezo wa kuvunja ungo na usimwambie mama yako kwamba mama mimi niliona hiki. Inawezekana. So ulitaka kushauri nini sasa hivi kwa jamii inayotutazama na itakayokwenda kutazama hata kwa mbele? Ndio. Cha msingi ni wazazi wetu kwamba kutambua umuhimu wa watoto ni nini. Kwa hiyo fursa kwa mtoto inahitajika, lakini misingi tukae na watoto, kutushauri, kutuonesha njia sahihi ni ipi. Kwa sababu ukija kuangalia watoto ndio utatamani kupata hela kwa kupitia mtoto wako au kijana wako, lakini ukija kuangalia ndoa yenyewe haichukui hata miezi 6, haifiki hata mwaka, mtoto wako anarudi na mtoto mwingine. Kwa hiyo ile inakuwa ifanyaje, haipendezi sana. Kwa kwamba naweza nikasii sana wakae na sisi watoto wao, kwa sababu bado sisi ni vijana. Tunatamani kukaa na wazazi kuona tuhadisia historia, maisha yakoje, na tuepukane na vitu ambavyo viko vinatapakaa na ambavyo viko mbeleni. Kwa hiyo cha msingi ni hivyo vitu vya kuzingatia, na sisi vijana au sisi watoto inabidi kwamba tuangalie, tusiige, kwa sababu wazazi sasa hivi wanaanza kusema hao watoto ni wa digitali. Hawashauriki. Sasa hivi wenyewe ni vya kwao, wanachukua mtandaoni wanakuja kufanyaje, kuvimba navyo. Ndio tuangalie vya mtandao, lakini tunaangalia na maadili. Sawa, maadili yetu, wewe ni Mrundi, wewe ni Mkongo, wewe ni Mtusi, wewe ni nani, huo naangalia hichi kitu kwamba ninachokifanya kinaendana na kule na mila yangu. Sawa, itakuwa inafanyaje, inapendeza. Ila kwamba kuna mila zingine ambazo unaweza kuwa unazifanya ambazo kwa sisi kama vile animata tunasema kwamba kuna mila ambazo zinaweza kuwa potofu. Mfano
kidogo hapa anachanganya, maana zote ni elimu za umuhimu kwenye nini, kwenye GBV. Tunaposema kwamba unapofanya kitu ambavyo unaona kwamba haviendani, labda vile mfano wewe umeolewa na mimi, labda mimi na mdogo wangu Nyabenda Juma, mimi nikafariki Juma anipiane, afu ili ninasema kwamba kupiane Juma Nyabenda akwambie kwamba bane, au familia imekaa bane, kutokana kaka yake Mr. Kipara amefariki, inabidi wewe uolewe na nani, na Nyabenda. Sasa hicho kitu labda wewe haupo tayari, au labda Nyabenda haujui afya yake ikoje. Sawa, wewe unajua kwamba ulipendana na mimi, ndio unajua ni mdogo wake na Mr. Kipara, tumezaa na Mr. Kipara watoto wawili, lakini kwamba wewe unalazimisha nije nizae na nani, au niendelee kuishi na Nyabenda na mdogo wake. Unaona naingia akilini. Kwa hiyo unakuja kujikuta kwamba wewe ambao kwamba utakubali kutokana, wamesema wamekutolea mali, sijui wamekufanyia nini. Ndio unaweza kukubali kutokana maisha gisi yalivyo. Ukaenda labda kule Juma afya yake, utojua ikoje. Sawa? Ila kwamba wamekulazimisha ufanye kile kitu moyoni mwako, wewe hujafanyaje? Hujazamiria. Kwa hiyo unakuja kujikuta sasa kwamba ndio ule ugonjwa nilisema kwamba namba 6. Ugonjwa wa nini? Je, inaweza kukuhasiri sasa wewe. Unaweza kuwa ni msongo wa mawazo, ukimkumbuka Mr. Kipara, moyo unafanyaje? Unauma. Kwamba unajua kwamba unakwenda kuishi na mtu ambaye wewe afanyaje? Haumpendi. Kwa hiyo unakuja kujikuta mtu mwili unaisha, unakuwa na magonjwa ambayo kwamba kila muda yanafanyaje? Yanakutokea. Kwa kwamba nilichokuwa nataka kukisema kwamba kuna mila ambayo kwamba tunaweza kuzifanya zinakuwa zinatuathiri sisi wenyewe bila kujitambua. Kwamba unaweza kusema tu ni wazee wetu walisemaga hivyo. Ndio, ina mantiki gani sasa hiyo ambayo mnayosema? Kupiana. Ndio, kupiana kupo ni mimi nizamirie na yeye azamirie. Inakuwa na share vizuri. Okay, asante sana ndugu Animata, na nitamani neno la mwisho kwa mtazamaji wetu ili apende zaidi sana, tuna siku nyingine tuagizwe mwende mtafute yule kijana Mr. Kipara, tulimpenda sana. Sawa, cha msingi labda kwamba tofauti na interview, sisi tunapatikana, tuna vituo ambavyo vipo special kwa ajili ya watu wanaofanywa ukatili kama na huo. Ndio, unaweza kufika main hospital pale Kade. Ukifika pale ukiuliza tu ofisi ya GBV inajulikana, ipo pale. Mwanajamii yote yule anaweza kupata tukio kama na hilo, anaweza kufika pale. Unaweza kufika zone ya 7. Kuna dispensary kule juu wanapokeza soja ya watoto. Ukifika pale kwa pembeni kuna ofisi pale ya GBV. Ukifika pale uhakika wapo. Ukija zone ya 8 ukiwa karibu na sungusungu zone ya 8 pana kituo cha GBV. Pia zone ya 10 kwenye MTI hospital pale kipo. Kuna nyingine moja nimekumbuka zone ya 8 hapa hospitali ya MTI. Kuna ofisi nyingine ya GBV. Pia kituo cha polisi, ukifika kituo chochote kile ambacho utakufika cha polisi kuna ofisi ya GBV. Pia unaweza kufika UNHCR, kuna kituo cha GBV. Sawa. Ndio kwamba ndio vituo vyetu hivyo tunapatikana kuanza Jumatatu mpaka Ijumaa, kuanza saa 2 hadi saa 10. Vizuri sana, tunakushukuru sana, na tuseme tu kwa ndugu mtazamaji uliyekuwa nasi, haya tuliyoongea hapa ni ya maana na ni ya lazima sana. Ukinyenyesika, akikufanyia kitu ambacho labda wewe hukudhamiria, hukukielewa, umeruhusiwa kustaki. Lakini sio kwamba ujipeleke mwenyewe afu ya kutokea uende ustaki kwamba alinibaka. No, umejipeleka mwenyewe. Akili zako zitumike na moyo wako utumike. Ukiwa mpendi utaenda kustaki, lakini ukiwa unampenda utostaki. So ulikuwa nami Tunza Amos, kama nilivyosema mwanzo, nikakwambia usubscribe, kulike na kushare ili kuyapata matukio yetu. Asante.